Kwingineko, serikali imeanzisha uchunguzi kuhusu madai ya unyanyasaji dhidi ya wanawake unaodaiwa kutekelezwa na raia wa Urusi hapa Nairobi kufuatia kusambazwa kwa video zilizosambaa mtandaoni. Katika taarifa, Wizara ya Jinsia imeagiza vyombo vya usalama kuchukua hatua za haraka kuchunguza suala hilo. Video hizo ambazo zimezua hasira kubwa miongoni mwa Wakenya zilisambazwa sana mwishoni mwa wiki na kuchochea mdahalo, dhihaka na lawama mtandaoni. Mitandao ya kijamii ilifurika na video mwishoni mwa wiki zikionyesha raia wa Urusi akitangamana na wanawake kadhaa jijini Nairobi. Video hizo zinazoaminika kurekodiwa na raia huyo wa kigeni zinamwonyesha akizungumza na wanawake hao kabla ya kualika kwenda nao anakoishi. Kilichofuata baada ya hapo bado hakijabainika wazi, ingawa wanawake kadhaa wanaodai kuwa waathiriwa wamejitokeza na kutoa maelezo tofauti. Suala hilo limezua shutuma kali mitandaoni, huku baadhi ya wanaodaiwa kuwa waathiriwa wakikabiliwa na dhihaka kwenye mitandao ya kijamii. Kufuatia kusambaa kwa video hizo, serikali imeanzisha uchunguzi na kuelekeza vyombo vya usalama kuchukua hatua za haraka kushughulikia suala hilo. Waziri wa Jinsia Hannah Cheptumo amelaani vikali vitendo vya kurekodi wanawake bila wao kuridhia, akisema hatua hiyo ni ukiukaji wa heshima ya binafsi na haki ya wanawake hao inayolindwa na katiba. Wanawake walioathirika wamehimizwa kutafuta msaada, ikiwemo ushauri nasaha na huduma za kisaikolojia. Wakati huo huo, juhudi za kumsaka raia huyo wa Urusi zinaendelea, huku bado haijabainika ni lini aliingia au kuondoka nchini. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.